Bana ndugu mwana michezo, hii ni zaidi ya ubaya ubwela. Ukisikia ni zaidi ya ubaya ubwela, ujue basi mambo ni moto kweli kweli. Wekundu Msimbazi Simba Sports Club wakaendelea kuwasha moto wakiwa katika hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, wakitarajia kucheza na RS Berkane. Yes, ikiwa ni bonge moja la fainali, huku ikiwa ni kwa mara ya kwanza Wekundu Msimbazi Simba Sports Club wakiweza kutinga fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, huku mashindano hayo yakiendelea na ligi mbalimbali za NBC na CRDB zikiweza kuendelea. Moja kwa moja Wekundu Msimbazi hawajalala, wameamua waweze kuzunguka kila kona, kila sehemu, kuweza kutafuta vyuma hatari ambavyo vitakuja kuongeza nguvu, ambapo katika msimu unaweza kufuata ikiwezekana waweze kwenda katika kombe la mabingwa barani Afrika, lakini vile vile kufika hadi finali kama walivyoweza kufika finali ya kombe la shirikisho mwaka huu au msimu huu, lakini vile vile msimu unaweza kufuata waweze kufika katika kombe la mabingwa barani Afrika, huku wakiwa na wachezaji ambao wako vizuri, wako na quality ya kutosha kweli kweli, ili kuweza kuwafanikisha au kuwafikisha Simba Sports Club kufikisha malengo yao ya kwenda finali ya kombe la mabingwa barani Afrika. Moja kwa moja ndugu mwanamichezo, habari kubwa hivi sasa ni kuhusiana na usajili wa kibabe kabisa ambao wanaendelea kufanya Wekundu Msimbazi Simba Sports Club kwa kuchukua viungo hatari, wachezaji ambao ni hatari kweli kweli, ambao mpaka sasa hivi wakiwa tayari wameshachukua wachezaji 6 ambao tayari mazungumzo yashakamilika na timu zao, na moja kwa moja wakiweza kusubiria tu dirisha la usajili liweze kufunguliwa waweze kuwatambulisha, na wengine kuweza kusubiria msimu unaweza kufuata ili kuweza kuwatambulisha rasmi katika utambulisho mkubwa ambao huwa unafanyika moja kwa moja siku ya Simba Day. Moja kwa moja ndugu wana michezo, nataka nikakujuza ni kitu gani ambacho kimeweza kujiri baada ya viungo hatari siku hii leo kuweza kuidhinishwa au kuweza kujulikana baada ya kikao kikubwa ambacho kilikuwa kikiendelea leo cha Wekundu Msimbazi Simba Sports Club. Rais wa heshima Mo Dewji akiweza kuongea na akiweza kufumbua baadhi ya mambo ambayo watu wamepata kugundua sasa, kumbe ndo hivi Simba Sports Club kumbe ametarget jambo fulani. Simba Sports Club kumbe alikuwa anahitaji kuchukua wachezaji fulani, na mwisho wa siku tayari imeweza kujulikana, na baadhi ya wachezaji ambao wameweza kuongelewa au wameweza kugusiwa kidogo katika mkutano ambao ulikuwa ukiendelea leo. Moja kwa moja ni wachezaji ambao naenda kukutajia, lakini vile vile ni wachezaji ambao watakuja kuleta nguvu kubwa, lakini vile vile kuleta mabadiliko makubwa katika klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba Sports Club, kwa sababu tunafahamu ubora wa Wekundu Msimbazi Simba Sports Club, lakini vile vile tunafahamu juhudi za Wekundu Msimbazi Simba Sports Club, na tunafahamu juhudi za rais wa heshima Mohamed Dewji, ambapo anajitahidi sana kuikuza Simba Sports Club, lakini vile vile anafanya kila njia kuweza kutafuta wachezaji ambao watakuwa ni wazuri, ni hatari kweli kweli, ambao watakuja kucheza katika klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba Sports Club na kuipa mafanikio, lakini vile vile kuipa nguvu na kuweza kuifanikisha kuchukua mataji mbalimbali na kuweza kufika mbali zaidi. Sasa moja kwa moja bwana, tuende kuangalia ni wachezaji gani hao ambao Simba Sports Club wameweza kuwa target na ambao wameweza kuongelewa katika kikao cha siku hii leo ambacho kilikuwa kikifanyika. Moja kwa moja ni mchezaji ambaye tunafahamu sana na tumeshaona taarifa zake, na nadhani ni mchezaji ambaye kila mmoja atamshangaza, haswa kwa wale ambao walikuwa wanafikiria kwamba atarudi katika timu yao. Hapa nazungumzia Young Africans. Walijua kwamba mchezaji huyu atarudi kwao, lakini mwisho wa siku hela inaongea. Mohamed Dewji ameamua kumwaga pesa, na mwisho wa siku mchezaji huyo kwenda katika klabu ya Wekundu Msimbazi Simba Sports Club, na mpaka sasa hivi mazungumzo yashakamilika, na moja kwa moja wakisubiri dirisha la usajili tu liweze kufunguliwa, basi wachezaji hao waweze kutambulishwa rasmi. Na mchezaji huyo si mwingine ni Fiston Kalala Mayele. Nadhani tumeshapata kuona tayari baadhi ya tetesi zake na usajili wake, lakini moja kwa moja nadhani imeweza kujulikana baada ya kuweza kupata fununu katika kikao ambacho kilikuwa kikiendelea siku hii leo. Moja kwa moja Fiston Kalala Mayele anategemewa kuweza kutoka katika klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba Sports Club, lakini vile vile wako wengi sana ambao sitaki kukuchosha, lakini moja kwa moja tusubirie dirisha la usajili liweze kufunguliwa tupate kuona utambulisho wa wachezaji wengi zaidi. Lakini mimi moja kwa moja nitaendelea kukujuza kitu gani ambacho kinachoendelea kuhusiana na usajili, lakini vile vile kuhusiana na mambo mbalimbali ya Wekundu Msimbazi Simba Sports Club na habari mbalimbali za kimichezo, zile zenye ukweli na uhakika ndani yake, zile ambazo ni za ndani kabisa uweze kuzipata sehemu yoyote, lakini kwangu utaweza kuzipata. Mimi ni mchambuzi wako ambaye nafahamika kwa jina la Jose Jeyara. Basi usisahau kusubscribe hapo chini ndugu wa michezo, lakini vile vile usisahau kushare pamoja na kucomment. Endelea kubaki nasi hapa, lakini vile vile endelea kushare habari hizi kwa watu wengine.